earth calls you forth. Awaken, sleep, and rise again. Leo tutakwenda kuzungumzia somo kuu sana na la kutisha sana ambalo linasema kwamba mwanadamu akifa anaenda wapi. Ziko imani za baadhi ya watu huwa zinasadiki kwamba mwanadamu anapokufa tu direct anaenda mbinguni kwa Mungu, lakini ziko imani ambazo zinasadiki kuwa mwanadamu anapokufa huwa anaendelea kuishi katika ulimwengu usioonekana, yani katika ulimwengu wa roho. Ukweli upo wapi katika imani hizi mbili ambazo zinaamini? Na ndio maana nikakuandalia somo hili ambalo linasema roho ni nani katika imani ya mizimu. Ellen G. White katika kitabu chake cha The Great Controversy, pambano kuu, katika ukurasa wa 34 amejaribu kuzungumzia jambo hili kwa kina sana. Ellen G. White anasisitiza kwamba shetani anatumia nguvu kubwa sana kudanganya jamii ya binadamu katika eneo hili la kifo. Shetani anajua kuwa mtu anapokufa ndugu zake wa karibu huwa wanakuwa katika hali ya huzuni sana na katika hali ya maumivu makuu sana. Kwa hiyo yeye huwa anatumia kigezo hiki cha udanganyifu mkuu kuhusu imani ya mizimu. Moja ya jambo moja hapo ambalo huwa analifanya, huwa anamdanganya mtu yule ambaye ana maumivu ya ndugu yake ambaye aliyokufa. Kwa mfano, aidha mtoto baba yake labda amekufa au mama yake, basi shetani huwa anatumia nguvu ya mapepo kutengeneza picha ama umbo la mfano wa yule mtu aliyokufa ili kumdanganya huyo mtu, ili asadiki kwamba yule ndugu yake ama babake au mama yake bado anaendelea kuishi katika ulimwengu usioonekana. Na utakuta anaona katika njozi, anamjia babake au mama yake, anamwelekeza na kumuonya juu ya jambo fulani, alafu jambo lile huo kweli linakwenda kutimia. Basi huyo mtu anaamini kwamba mzazi wake bado huwa anaendelea kuishi katika ulimwengu usioonekana. Hivyo moja kwa moja huwa inaenda kuzaliwa imani ya mizimu. Mtu anaanza kuamini sasa kupitia mizimu sasa, kwa sababu anaona kwamba kila alichoambiwa na ule mzazi wake katika ulimwengu wa njozi kimekwenda kutimia. Lakini kiuhalisia zaidi kwamba ili jambo alipo hivyo, shetani ametumia nguvu ya mapepo kumdanganya huyo mtu na kumwaminisha kwamba yule mtu bado mzima anaendelea kuishi katika ulimwengu usioonekana. Listen to me. They know where you are. You must leave before sunrise. Listen to me, my son. Lakini pia hajaishia hapo tu shetani katika udanganyifu huo mkubwa peke yake. Ameenda mbali sana. Ukisoma katika kitabu cha Mathayo 24:24, maandiko yanasema kwamba kwa maana watatokea makristo wa uongo na manabii wa uongo, nao watatoa ishara kubwa sana na maajabu wapate kuwapoteza yamkini hata walio wateule wa Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo aya hii ukiisoma zaidi na ukielewa kwa kina zaidi, licha ya manabii tunaoona sasa ambao wanafanya miujiza mingi zaidi katika maisha au katika jamii ya binadamu, lakini maandiko yanaonyesha wazi kwamba bado kuna miujiza shetani ataiachilia kipindi hiki cha mwisho ili kufanya udanganyifu mkuu kwa jamii ya wanadamu. Na moja ya jambo kuu ambalo atakalolifanya au makristo wa uongo au huyo kristo wa uongo atakuwa na uwezo hata wa kumfufua mtu kutoka kaburini. Akamwita, akamwamrisha na akamfufua kutoka kaburini kwa kutisha sana.
By the power vested in me, I command you, rise from the dust, come forth. Hivyo ndivyo ambavyo atakavyofanya kama nilivyokuonyeshea hapo. Huu ni udanganyifu mkubwa sana wa kusadikisha ambao atakaotumia katika wakati huo ili watu waamini kwamba yeye ni nabii wa Mwenyezi Mungu au yeye ni Kristo. Kumbe ni mpinga Kristo ambaye anampinga Kristo katika amri zake na maandiko yake. Lakini huu ni udanganyifu ambao shetani atautumia katika kudanganya jamii ya binadamu ili watu waanze kusadiki katika imani ya mizimu. Lakini kiuhalisia zaidi kwamba udanganyifu huu atakaofanya lengo kumtoa mwanadamu kwenye reli ya kumwabudu Mwenyezi Mungu na kuanza kuamini imani ya mizimu. Sasa ukweli uko vipi sasa? Kwa mujibu wa maandiko matakatifu, kitabu cha Biblia Mhubiri kusoma 9:5, maandiko yanasemaje? Mhubiri 9:5 inasema hivi: kwa kuwa walio hai wanajua kuwa watakufa, lakini wafu hawajui neno lolote, kwa maana kumbukumbu lao limesaulika. Kwa hiyo maandiko yanaonyesha wazi zaidi kwamba mtu aliyokufa ama mfu hajui jambo lolote. Na ndio maana katika kitabu cha Yohana ukisoma, wakati Yesu anaenda kumfufua Lazaro, aliwaambia wale watu wa lile eneo kwamba mtu huyu hajafa, bali kifo hiki ni usingizi tu, kwa maana amelala. Lakini wale watu walishangaa sana. Kwa hiyo Yesu kifo hiki anakiita usingizi mzito sana, ambao usingizi utakuja kuamshwa pale ambapo yeye Kristo atakaporudi duniani. Kwa hiyo kwa mujibu wa maandiko matakatifu, wafu hawajui jambo lolote wala hawajitambui, wamelala, wako chini ya ardhi, wanangojea ufufuo, wanangojea Mwenyezi Mungu atakapokuja kufanya maamuzi kuhusu jamii ya wanadamu. Na ndio maana ukisoma vizuri zaidi unagundua maandiko mengi sana kwamba yanadhibitisha kwamba mfu hajui jambo lolote. Na jambo la msingi zaidi la kuelewa, nilisema kwamba kuna jamii ya watu kwamba inaamini mtu akifa direct anaenda mbinguni, kitu ambacho kwa mujibu wa maandiko matakatifu akijaweka wazi katika jambo hilo. Sasa swali la kujiuliza ni hili, swali kuu la kujiuliza ni hili ambalo linasema hivi: ikiwa mtu akifa anaenda mbinguni direct, je, ufufuo ni wa nini? Kwa sababu kama ukiamini kwamba mtu akifa anaenda mbinguni ama motoni moja kwa moja, haina haja ya ufufuo tena wala hukumu. Manake sasa kuna ufufuo. Kwa hiyo mtu akifa aendi mbinguni, anakuwa mfu asiyojitambua katika neno lolote. Na ndio maana katika kitabu cha Wathesalonike wa kwanza 4:16 maandiko yamezungumza wazi sana, yanaonyesha kwamba Kristo atakaporudi, wale watakatifu wake waliozikwa katika nchi watafufuka, kisha wataungana na hao walio hai watakatifu, nao watapaa wote kwenda juu mbinguni kumlaki Bwana. Kwa maandiko yamejaribu kuonyesha zaidi na zaidi, na yameonyesha wazi kwamba mtu akifa anakuwa katika ardhi, lakini anakuwa hajitambui katika neno lolote. Kwa hiyo ndio maana nimeandaa somo hili ili mtu uelewe kwa kina zaidi kwamba imani ya mtu kuwa hakifa anaendelea kuishi, hii si imani ya Biblia, ni imani ya mizimu. Na hakuna kitu kinachoitwa mizimu. Mizimu ni mapepo waliojigeuza kuwa mfano wa mwanadamu ili kudanganya. Na maana katika kitabu, ukisoma katika vitabu vya hadithi, vinaeleza zaidi kuhusu swala hili kwamba Masihi Dajjali, huyo mpinga Kristo, atakapokuja, miongoni mwa nguvu ambayo atakayeitumia kubwa zaidi ni hao mapepo ambao watakuwa wanamsaidia. Atakuwa ana uwezo wa kumwambia mtu, wewe mzazi wako alikufa, basi akaamurisha ile ardhi, yule mtu akatoka katika mavumbi, mtu akaamini kwamba huyu mtu ni mzazi wangu, lakini kiuhalisia ametumia tu nguvu ya mapepo katika kumdanganya huyo mtu. Jina langu mimi naitwa Justin Potas Likolile.
kukaribisha katika channel yetu ya Mdamba Mindset. Subscribe wa channel, follow ya account kwa ajili ya kuendelea na masomo makubwa zaidi ya kutisha ambao yatafunua ukweli zaidi wa mbinu za shetani ambazo anatumia kipindi hiki cha The Great Controversy, pambano kuu, wakati wa mwisho, ili kuharibu jamii ya mwanadamu katika kuingia katika njia isiyofaa.